Ukweli ni kwamba Simba na Yanga ni timu ambazo zinachangia kurudisha mpira wetu nyuma. Sema tu watu wengi hawataki kukubaliana na hili, lakini watu pekee ambao wanarudisha mpira wetu nyuma ni Simba na Yanga. Hizi ni timu nzuri, ni timu ambazo zina mashabiki wengi, ni timu ambazo zina wanachama wengi, lakini ni timu ambazo mara nyingi zimekuwa zikifanya vitu vya ambavyo haviendani na hadhi walionayo. Kwa mfano watu wanagomea tu mechi bila sababu ya msingi. Hivyo ni vitu ambavyo haviendani na hadhi ya timu kama Simba na Yanga. Hizi ni timu kubwa, ni timu ambazo zina mashabiki wengi, wenye heshima kubwa na mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hawapaswi kuvifanya, yani vinapaswa kufanya na hizi timu zingine za kawaida. Na ukiona timu kubwa kama Simba, Yanga ambazo ni mfano au zinachukuliwa kama role model au mifano kwa timu zingine, zinapaswa kufanya mambo mengi ambayo ni proper, mambo ambayo yataweza kusaidia kukuza mpira wetu. Lakini cha kushangaza ni kwamba hizi timu mbili ndio timu ambazo zimekuwa zikipambana mara zote na waendeshaji wa mpira. Ndizo ambazo mara nyingi zinapambana na bodi ya ligi, ndizo ambazo mara nyingi zinapambana na TFF, ndizo ambazo mara nyingi huwa zinavunja kanuni bila sababu za msingi, ndizo ambazo mara nyingi huwa hazifuati taratibu zote ambazo zinatakiwa uwanjani. Ukiangalia hata adhabu nyingi ambazo zinatolewa, mara nyingi sana Simba na Yanga wanaadhibiwa kwenye vitu vya hovyo, vitu ambavyo sio vya msingi sana. So ni timu ambazo badala ya kukuza mpira ndizo ambazo zinapambana kurudisha mpira wetu nyuma. Kuna wakati wanalaumiwa TFF, kuna wakati wanalaumiwa bodi ya ligi, kuna wakati wanalaumiwa pia watu wengine, lakini ukweli ni kwamba Simba ndio watu na Yanga ndio watu ambao wana uwezo wa kulikuza soka letu, na ndio watu ambao pia wana uwezo wa kushusha soka letu. Kwa hiki ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa kwenye mpira wetu, ni aibu kusikia eti mechi kubwa ya Simba na Yanga ya dabi haijachezwa kwa sababu tu eti mtu hajapewa nafasi ya kufanya maandalizi ya mwisho kwenye mchezo. So kupewa maandalizi ya mwisho au kupewa nafasi ya kufanya maandalizi ya mwisho kwenye mchezo ni sehemu ndogo sana ya maandalizi ya mchezo, lakini ukweli ni kwamba mchezo una mambo mengi ndani yake. Yaani kuna vitu vingi ambavyo mtu anapaswa kujiandaa navyo kabla hata hizo dakika 30 au dakika au lisali moja la mwisho ambalo unaenda kufanya mazoezi kwenye mchezo ambao unatakiwa kuchezwa mechi. Vitu kama hivi ni vitu ambavyo hatupaswi kuvisikia kwa Simba na Yanga ambazo zina viongozi ambao wana uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania. Vitu kama hivi ni vitu ambavyo tunapaswa kuvisikia kwenye hizi timu zingine ambazo hazina hiyo experience kubwa sana kwenye mpira, kwa maana zile timu ambazo viongozi wake ni wachanga. Lakini timu kama Simba na Yanga, yani ni timu ambazo zina viongozi wenye experience kubwa sana, ni timu ambazo zina heshima, viongozi wake wanaheshimika sana kwenye mpira wa Tanzania. So kuna vitu wakati mwingine wakivifanya vinatushangaza sisi, na vitu hivyo ndivyo ambavyo vinarudisha mpira wetu nyuma. Leo hii ni jambo la aibu kusikia eti mechi haijachezwa kwa sababu tu eti mtu hajapewa nafasi ya kufanya maandalizi kwenye uwanja wa mechi. Ni kitu cha ajabu sana. Lakini pia ni ajabu leo kusikia eti watu wameshindwa kukaa na kuelewana vizuri mpaka watafuta watu kutoka serikalini kuja kuwasuluhisha. Hivi kweli leo Yanga, Simba wameshindwa kukaa na bodi ya ligi na kusolve mgogoro mpaka wetu waziri wa michezo? Ni jambo la aibu sana. Yaani unajua kuna vitu vingine wakati mwingine ukivisikia unafumba macho kwa sababu vinafanywa na watu ambao hawaendani navyo. Yaani nilitegemea kusikia Yanga na Simba wamemaliza na TFF na bodi ya ligi wamemaliza huo mgogoro pasina kuishirikisha serikali, kwa sababu ni watu wazima, ni watu ambao wanajua taratibu za mpira zikoje, ni watu ambao wanaheshimiana. Sasa kwa nini inafika hatua wanashindwa kusikilizana mpaka wanaitafuta serikali wasaidie? Yaani mpaka inatafutwa serikali kusaidia kusolve mgogoro, maana yake ni kwamba hawa watu wawili watu watatu hawaheshimiani. Wanne maana yake bodi ya ligi, TFF, Simba, Yanga maana yake hawaheshimiani, ndio maana wameshindwa kufikia makubaliano mpaka wameamua kwenda kupelekana wapi? Kushtakia, kwenda kuomba msaada wa serikali kuwasaidia kusuluhisha. Na hata waziri wa michezo anapokuja kusuluhisha watu kama hawa, anapata picha kwamba mpira wetu bado una watu ambao sio sahihi sana, kwa ambao wana uwezo wa kuongoza na kusogeza juu. Kwa sababu viongozi ambao wako Simba na Yanga ndio pia ambao wana influence kubwa kwenye mpira wa Tanzania. Yaani hakuna kiongozi kutoka Coast au kutoka Mashujaa ambaye anaweza kuwa na influence kubwa kwenye mpira wa Tanzania kuliko kiongozi wa Simba na Yanga. Yaani ukishakuwa kiongozi wa Simba au Yanga automatically unapata influence kubwa kwenye mpira wa Tanzania. So ukishapata ile influence kubwa, maana yake watu wanategemea kuona unaongoza mpira kwenye njia ya tofauti, au unakuwa na mawazo ya tofauti kwa maendeleo chanya ya mpira wetu. Lakini ikiwa unaongoza Simba na Yanga afu bado unakuwa na mawazo ambayo yapo kama ya mtu wa chuo, au mawazo ambayo yanaweza kuleta sintofahamu kwenye jamii, ni kitu kingine ambacho kinachekesha, na ni kitu ambacho hatupaswi kukifumbia macho.
Yaani leo Simba, Yanga viongozi wao ndio wanatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanatengeneza njia nzuri ya kukuza mpira wetu, lakini sio kubomoa kama ambavyo wanafanya. Yaani Simba na Yanga wanashindana na bodi ya ligi, na wanashindana na bodi ya ligi kwa sababu wanaamini kwamba wao wana uwezo wa kusikilizwa. Lakini yani nguvu yenu nyinyi ya kusikilizwa haipaswi kusababisha mpira kuathirika, kwa sababu bodi ya ligi wakiyumba kwa namna moja ama nyingine, ina maana mpira wetu utakuwa nao umeyumba. Sasa ili kujiepusha na changamoto ndogo kama hizo, viongozi wa Simba na Yanga mnatakiwa kuziheshimu bodi ya ligi, mnatakiwa kuiheshimu TFF, na mnatakiwa kuheshimu watu wote wa mpira ili mpira wetu uweze kukua. Lakini kwa namna ambavyo mnaendesha timu zenu na ubabe mlionao, ni ngumu mpira wetu kupiga hatua, kwa sababu mnafanya vitu bila kufikiria athari yake itakuwaje. So mimi natamani kusikia hili sakata linamalizika haraka na mechi zinachezwa, kwa sababu mpaka mnapelekana serikalini, maana hata waziri wa michezo wanaona kama nyie kidogo mna matatizo. So malizeni tofauti zenu, sio lazima mpelekane huko kwenye ngazi za juu. Hizi ngazi za chini tu mnaweza kuzungumza na mkaelewana kama mtaheshimiana vizuri. Lakini kinachoonekana sasa hivi ni kwamba Simba na Yanga hawaheshimu bodi ya ligi, hawaheshimu TFF, ndio maana migogoro kama hii inaendelea, haiishi. So ikifika wakati Simba na Yanga wakaiheshimu bodi ya ligi na TFF, naamini kabisa kwamba ligi itachezwa kwenye mazingira mazuri na mpira wetu utakuwa sana kwa kiasi kikubwa.